Mimi jana katika maeneo ya mahakama ni Kisutu nilikamatwa muda ya saa 2:30. Baada ya kukamatwa na askari nikapelekwa kwenye gari la askari jeupe pickup. Wakanichukua pale, wakaninyang'anya simu na pochi zangu. Kwa hiyo sikuweza kuwa na mawasiliano tena. Wakachukua hiyo gari, wakanitoa pale, wakazunguka wakaenda maeneo ya Salenda Bridge, wakazunguka wakanirudisha Aga Khan Hospital, wakanipeleka viwanja vya Jimikana. Nilipofika viwanja vya Jimikana, pembeni kulikuwa na Noah imepaki. Kwa hiyo wakaniambia shuka, fanya haraka. Niliposhuka kwenye ile Noah nikakuta majitu waliokaa yamevimba, mabouncer. Kuingia tu kula akaniambia huyu ndio tulikuwa tunamtafuta. Wakanifunga kitambaa machoni, kwa hiyo sikuweza kujua ninaenda wapi. Kwa hiyo gari polisi wakaniacha hapo. Wakarudi nikaondoka na ile Noah. Sasa kwa kuwa nimefungwa macho sikujua ninaenda wapi. Tulienda muda mrefu sana. Baada ya kufika nikaona geti linafunguliwa, nikaingizwa ndani ya nyumba, sijui, nikaambiwa kaa hapa, nikafungwa pingu. Kamba kwanza, nilipofungwa kamba mikono nyuma, baadaye wakasema mfunge pingu. Kwa hiyo nikafungwa pingu, wakaniacha kwa muda kidogo wakaondoka. Kwenye saa 1:00 usiku wakarudi. Waliporudi ndio sasa wakaanza kuniambia, wewe si unajifanya mjanja? Tulikuwa tunatafuta kwa muda mrefu. Wewe ndio unawafundisha vijana ili wawapige askari. Wewe cheo chako ni nini Chadema? Nikamwambia mimi ni mwenyekiti wa kata ya Makumbusho. Hapana, sema cheo chako. Kwa kuwa hutaki kusema, sasa tunakufanya vitu ambavyo hujawahi kuona. Wakanivua nguo zote, nikabaki uchi. Baada ya kunivua nguo zote uchi, wakaanza kunichapa vibao, lakini wakainua miguu yangu wakaikunja. Kwa hiyo wakaanza kunichapa kwenye nyayo zote. Walinipiga sana kwenye nyayo. Baadaye wakaniinamisha, wakanichapa matakoni sana na mgongoni. Sema wewe unafanya, kwa nini mnafanya maandamano na kwa nini mnahamasisha watu kuiteka nchi? Nyie mnaweza kuiondoa CCM madarakani? Nikamwambia sisi hatuna haja. Tulikuwa tunakuja mahakamani kwa sababu kiongozi wetu amekamatwa. Wakaniambia sasa tunataka tuwaonyeshe kwamba hii serikali sio ya kuchezea. Kwa hiyo nilipigwa sana. Nikapigwa sana. Pigwa sana, nikigeuka na inamishwa na pigwa, nazungushwa na pigwa. Nilipigwa kwa muda wa masaa kama 3. Baadaye baada ya kuumia wakanitoa sasa, wakanipeleka sehemu kamata ukuta huu hapa, wakanifungua kitambaa. Waliponifungua kitambaa kaa vizuri, wakaanza kunipiga picha nikiwa uchi. Piga picha. Walipomaliza wakaniambia geuka nyuma, wakanipiga picha. Nikarudi tena wakaanza kunipiga. Baada ya kunipiga wakaniambia sasa lala chali, tunataka tukufanye. Lala, geuka. Geuka, wakanipiga viboko basi. Baadaye wakatoka, wakaondoka, wakajadiliana. Walipomaliza kujadiliana wakarudi. Wakaniambia vaa nguo zako, leo tunaenda kumaliza. Kwa nikavaa suruali yangu kama kawaida ndio kwa nimevaa na shati. Viatu sikuweza kuvaa kwa sababu miguu yote ilikuwa tayari imevimba. Wakanitoa pale, sasa tembea mwenyewe, kutembea siwezi, nikatembea nikaanguka. Wakanikuta nilipoanguka tena wakanichapa. Tembea. Nikajitahidi kutembea, baadaye wakanichukua wakanitupa kwenye gari. Baada ya kunitupa kwenye gari, bado nimefungwa vitambaa, sijafunguliwa. Nikatoka hapo, gari likaanza safari. Tumeenda kwa muda mrefu sana, sijui ninaenda wapi. Hapa nikajua sasa wanaenda kuniua kwa sababu wananiambia sali, kwa sababu wewe unataka ufe ndugu zako hawajui maiti yako au unataka ndugu zako waone maiti. Nikamwambia nitashukuru kama ndugu zangu wataona maiti. Nikamwambia sasa twende. Walipofika sehemu kwa muda mrefu nikatupwa mahali, sijui ni wapi. Walivyonitupa kwenye makokoto,
wakasema usiondoke hapo, huyu bwana anakusimamia hapo hapo mpaka tutaporudi. Sasa kweli mimi kwa kuwa nimefungwa kitambaa nikajua hapo kuna mtu yuko nyuma yangu. Nikasimama kwa muda mrefu, gari limeondoka. Baada ya kuchoka nikaanguka nikalala chini. Nikakaa chini kama dakika 40 au 50. Sioni kinachoendelea. Nikaamua sasa kushika kile kitambaa kukitoa, nafungua macho, nikaona simu yangu iko chini hapo na pochi na viatu vyangu na chaji ya simu. Nikaangalia nikaona sioni mtu, nikachukua simu nikaa mfukoni na pochi na chaji. Baada ya hapo kutembea siwezi. Niko mbali sana kwenye mapango kule. Hamna watu wadogo karibu. Kwa hiyo kwa kuwa siwezi kutembea wala kusimama, kwa hiyo nikawa najibiringisha hivi. Nazunguka najibiringisha tu. Naelekea sehemu ambapo naona kuna watu. Kwa hiyo nikajibiringisha, nikawa naona barabara kwa mbali, nikaanza kupiga kelele. Nilipopiga kelele, jamani mimi nimetekwa, nimetupwa huku, njooni mnisaidie jamani. Watu wengine wanavyosikia hivyo wanakimbia. Hakuna aliyekuja kunifuata. Nikaenda kusogea huko na biringita tu, nikalia tena. Akatokea mama mmoja, "Wewe ni nani?" Nikamwambia mimi ni mwanachama wa Chadema, nimetekwa, nimepigwa, nimekuja kutupwa huko. Sasa nikisema Chadema watatokea watu wa kutusaidia. Baada ya hapo huyo mama akapiga kelele, watu wakatokea walinzi wa Masai. Wale walinzi wa Masai walipokuja tayari wakanipa ushirikiano. Umefanyaje? Nikawaeleza. Baada ya kuwaeleza kwamba nimetekwa na polisi, nimepigwa, nimetupwa huku, wale wa Masai na akatokea polisi na watu wengine wa bodaboda. Walipotokea polisi, wale wakaniambia usiseme kwamba umetekwa, kwa sababu ukisema kwamba umetekwa watakupeleka tena polisi. Kwa hiyo tukamwambia tu mimi nimedondoka chini, nimezimia. Wakanisaidia. Kuna kijana mmoja ni bodaboda, kumbe na yeye ni mwanachama wa Chadema, alikuwa ni katibu wa kata ya Makongo. Akakaa akachukua pikipiki yake, wakanipakia kwenye pikipiki, ndio nikamwambia nipelekeni makao makuu ya chama. Kwa hiyo nilipotoka kule nikaletwa makao makuu ya chama hapa, ndio nikapata huduma ya kwanza na kupelekwa hospitalini. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nimekutana nayo, lakini kipigo nimekipata kizuri sana. Pole sana. Na baada ya kwenda kupiga x-ray, nikaonekana huu mguu hapa umevunjika hapa na vidole viwili vimevunjika. Kwa hiyo sasa wamenifunga POP kwa mguu umevimba. Wameniambia baada ya siku 14 sasa wakatoe hii wafunge POP yenyewe. Kwa bado nipo kwenye maumivu. Pole sana. Asante.